Mwamba ni Yesu peke yake kibiblia. Petro wala sio mwamba. Petro atabaki kuwa Petro na Yesu atabaki kuwa Yesu tu. Yeye ndiye Mungu. Yeye ndiye Alfa na Omega. Hakuna mwingine zaidi yake. Maana ulimwengu ulipatwa kuumbwa kupitia yeye. Ukisoma kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 1. Sasa kuna mafundisho ambayo yamekuwa yakiendelea kwamba Petro ni mwamba. Ukisoma neno la Mungu ukiangalia, unaweza ukaona kama vile kuna ukweli, lakini si kweli kwamba Petro ni mwamba. Mwamba ni Yesu. Ukiangalia neno la Mungu linapoonyesha kwamba inaonekana kana kwamba Petro yeye ni mwamba, lakini sivyo. Kitabu cha Mathayo sura ya 16 mstari wa 18, Yesu alikuwa anamwambia Petro, anamwambia nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Kwa ukiangalia kiuhalisia, Yesu anaongea kwamba wewe ndiwe Petro. Alikuwa akipoint, akimwonyeshea kwamba wewe ndiwe Petro. Ukienda kwenye masuala ya lugha utaona kabisa kwamba kuna nafsi, kuongelea nafsi ya kwanza na kuna nafsi ya pili na kuna nafsi ya tatu katika lugha. Sasa ukiangalia Yesu alichokuwa anaongelea pale, unaposema tu huu, manake ile ni nafsi ya kwanza, ni nafsi ya kwanza. Sasa akiwa na Petro ina maana pale Yesu akiwa na Petro, Yesu kama anaongea ina maana yeye anayeongea ni nafsi ya kwanza, lakini yule anayesikiliza pale ambaye ni Petro, yeye alikuwa ni nafsi ya pili. Kwa unaweza ukaona kwamba alikuwa anamwambia kwamba wewe ni Petro, na juu ya mwamba huu alijirudisha, ina maana yeye Yesu kama nafsi ya kwanza anasema wewe utabaki kuwa ni Petro tu, lakini juu ya mwamba huu anajirudishia kwamba wewe ni Petro. Juu ya mwamba huu Yesu alijirudishia mwenyewe, anasema juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Na ndivyo ilivyo hadi leo. Hakuna malango ya kuzimu ambayo yanaweza yakalishinda kanisa. Ukitaka kupotea katika maisha yako, anza kushindana na kanisa la Kristo. Shindana tu na kanisa la Kristo, ina maana utakuwa unashindana na Yesu yeye mwenyewe. Paulo alijaribu, alikuwa akiua Wakristo, akizunguka huku na huku, lakini mwisho wa siku yeye mwenyewe alijikuta anageuzwa. Ni vyema ukageuka pasipo kuanza kutesa Wakristo, pasipo kutesa mwili wa Kristo. Ukiangalia kabisa maana halisi ambayo inasema kwamba Yesu ni mwamba, hata ukisoma kitabu cha Isaya sura 48 mstari wa 21, anasema wala hawakuona kiu alipowaongoza jangwani, alitoa maji katika mwamba kwa ajili yao. Kwa ukiangalia hapa katika Isaya, mwamba unaongelewa ni Yesu Kristo, ndio ambao ulitoa maji. Anasema alitoa maji katika mwamba kwa ajili yao, pia akaupasua mwamba, maji yakatoka kwa nguvu. Mwamba ukiangalia hata katika kitabu cha Isaya ambapo inaongelea kuhusiana, imeanzia kitabu cha Kutoka kule Waisraeli wakati wanatoka Misri wakiwa pale jangwani, kwa na Musa alipokwenda kupiga mwamba, mwamba ulikuwa unaashiria Yesu Kristo ndiye ambaye atakuwa ufumbuzi wa matatizo. Yesu Kristo ndiye atakuwa maji ya uzima kwa Waisraeli. Kwa unaweza ukaona kwamba vile vile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 4 yenyewe inaongea kabisa kiuhalisia kwamba ni nani, inamtaja mwamba mwenyewe. Anasema wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho, kwa maana waliunywea mwamba wa roho uliowafuata. Mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Kwa unaweza ukaona kwamba Biblia haipingani, haiwezi kapingana, kwamba ikaongea kwenye Agano la Kale kuhusu mwamba halafu ikaja ikapinga kwenye Agano Jipya. Neno la Mungu halijipingi, neno la Mungu halijipingi kamwe. Yesu Kristo ndiye mwamba. Na Wakorintho wa kwanza
sura ya 10 mstari wa 4 inaonyesha kabisa. Kwa ukiangalia, Paulo alikuwa ni msomi, hawezi akapingana kile ambacho Yesu alikuwa amekiongea. Kwa alikuwa anaongea, anarifaa kitu kile kile, kwamba ule mwamba ulikuwa ni Yesu Kristo. Anajaribu kuwafafanulia kwamba yeye ndiye mwamba. Na mgogoro uliotokea, kwa nini Musa anaingia kwenye mgogoro na Mungu? Kwa sababu tu alipiga ule mwamba mara mbili. Alipiga mara mbili, alitakiwa kupiga mara moja tu. Ile kupiga mwamba ilikuwa inaashiria kifo chake Yesu Kristo. Sasa Yesu Kristo hawezi kufa mara mbili, ndio maana yeye akajikuta anapiga mara mbili. Kwa ilikuwa makosa pale, alitakiwa kupiga mara moja. Mwamba ni Yesu Kristo. Ukiangalia Zaburi sura ya 78 mstari wa 20, mwana Zaburi naye anasema vile vile, anaongelea kuhusu mwamba. Anasema, tazama, aliupiga mwamba, maji yakabubujika, ikafurika mito. Anasema pia aweza kutupa chakula, aweza kutupa chakula, hata waandalia watu wake nyama. Yeye ndo ambaye yeye ndo anaweza kutoa kila kitu. Yeye ni chanzo cha kila kitu. Kama unateseka katika mateso yako, katika biashara, katika kazi, chochote kile, Yesu Kristo ni jawabu la maisha yako, kwa sababu yeye ndiye mwamba. Yeye ndiye mwamba. Yeye ndiye mwamba. Angalia vile vile kitabu cha Hesabu sura ya 20 mstari wa 8. Anasema alivyokuwa anaambiwa Musa, anaambiwa twaa ile fimbo ukawakusanye mkutano, wewe na Haruni na ndugu yako, ukauambie mwamba mbele ya macho yao, utoe maji yake, nawe utawatokezea maji. Anasema nawe utawatokezea maji mwamba, na hivyo utawanywesha maji mkutano, na wanyama wao wote watakunywa. Ukiangalia maana ya Petro anaambiwa yeye ni Kefa tu, na Kefa imetolewa kabisa kwenye Biblia, maana yake kwamba ni jiwe. Kuna tofauti kati ya jiwe na mwamba. Kuna tofauti kati ya jiwe na mwamba. Hata ukienda kwenye masuala ya jiografia, utaona kwenye kuna aina ya miamba, lakini sio kwamba aina ya mawe. Mawe yanatokana na mwamba. Petro anatokana na mwamba. Yeye ni jiwe tu. Kwa ndo maana yeye Petro ni jiwe, lakini Yesu ndiye mwamba. Kwa anaambiwa, na maana Petro yeye ni jiwe tu, kwa sababu anaambiwa Petro yeye ni Kefa, na maana ya Kefa ni jiwe. Haiwezi contradict Biblia kwamba Petro atoke kwenye maana ya yeye kuwa jiwe alafu awe yeye ni mwamba. Kumbukumbu la Torati sura 32 mstari wa 4, neno la Mungu nasema yeye mwamba kazi yake ni kamilifu, ambaye ni Yesu Kristo. Kazi yake ni kamilifu, maana njia zake zote ni haki. Mungu wa uaminifu, asiye na uovu. Yeye ndiye mwenye haki na adili. Yeye ni mwenye haki na adili. Yeye mwamba, kazi yake ni kamilifu. Yesu Kristo kazi yake ni kamilifu katika maisha yako. Kazi yake ni kamilifu, hailinganishwi na chochote. Anasema hata maana njia zake zote ni haki. Mungu wa uaminifu, asiye na uovu. Yeye ndiye mwenye haki na adili. Naomba Mungu aonekane katika maisha yako. Mungu azidi kukuhifadhi. Mungu akuonekanie, ule mwamba ambao ni Yesu Kristo. Ulete majawabu katika maisha yako, ulete majawabu katika biashara zako, katika familia yako, katika ndoa yako, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Neema ya Mungu isikupungukie kamwe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen.